Stori kubwa inabaki kuwa ni hukumu aliyopewa aliyekuwa waziri mkuu wa 10 wa taifa la Bangladesh, Sheikh Hasina. Amehukumiwa kifo yeye pamoja na waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, pamoja na aliyekuwa mkuu wa polisi katika serikali aliyokuwa akiongoza Sheikh Hasina. Amehukumiwa gerezani miaka 5. Gen Z wa Bangladesh wamesherekea hukumu hii ambayo ilisomwa kwa takriban kwa saa 2.5 katika mahakama ambayo ilianzishwa na Hasina mwenyewe ili kushughulikia wale waliokiuka au walioshirikiana kwa nafasi moja ama nyingine wakati wa harakati za uhuru kati ya Bangladesh na Pakistan, ambao ulitoa uhuru wa Bangladesh mwaka 1971. Amani iwe nawe. Peace be upon you. Assalamu alaikum. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa. Location yangu ni nyepesi sana kuijua na sina sababu ya kuuliza niko wapi. Na nataka kulizungumza hili ambalo nimekwisha lizungumza na baadhi ya vyombo vya habari. Kwa wale mnaonifuatilia mnafahamu kuwa hili nimeisha lizungumza. Nilizungumza na DW kwenye mazungumzo ya jioni, lakini nimezungumza pia kupitia uwanja wa nyumbani, home ground pale UTV Azam. Nimelieleza kwa kina kuhusu hili, lakini wale wafuatiliaji wa peji hii najua mlitamani kusikia ninazungumza nini kuhusu hili lililotokea. Mahakama imetoa hukumu ambayo ni kama kwa baadhi ya wanaharakati, wanasiasa wa Kiafrika wanataka kuyoanisha na kutaka kujaribu kuclear baadhi ya vitu. Nitajaribu kuzungumza tofauti kidogo na mwelekeo wangu na nini ninachokiona kwenye hili. Kuwa Hasina ambaye kwa mara ya kwanza aliingia kuwa waziri mkuu wa Bangladesh ilikuwa ni mwaka 96. Akahudumu kwa miaka 5. 2001 akaachia madaraka ambayo yalichukuliwa na Khaleda Zia. Akajipanga upya kurejea. Akarudi 2009. 2009 alivyokamata madaraka kwa miaka 15 akashikilia madaraka mpaka 2024. Nafasi ya waziri mkuu kwa Bangladesh haina kikomo. Yaani hakuna sijui term 2 au 1 au ngapi, no. Utatawala vile unavyoweza. Kama watu wanakukubali, endelea nayo. Nafasi yake ni kama ilivyokuwa waziri mkuu wa Israeli, kuwa haina ukomo. Kama chama chako kinaweza kikashinda, kikapata wingi, wewe utakuwa na haki ya kuunda serikali na utabaki kuwa waziri mkuu. Hasina na chama chake cha Awami League wameshinda mara hizo katika uchaguzi ambao uliandaliwa. Uchaguzi ambao umekuwa ukilalamikiwa sana na raia wa ndani. Lakini jumla ya miaka ambayo Hasina ametawala ni takriban miaka 20. Awamu ya kwanza ya miaka 5, lakini amefuata mfululizo katika awamu 3 ambazo zilifuatana hapa. Kwa hiyo ni miaka 20. Anatajwa kuwa ndio waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi tangu kupata uhuru kwa Bangladesh mwaka 71. Baba yake Sheikh Rahman Mujibur aliuawa mwaka 75. Baba yake Hasina ni mmoja wa waasisi kabisa waliopigania uhuru wa Bangladesh kutoka kwa Pakistan. Ndio aliyekuwa rais wa kwanza wa Bangladesh. Alipinduliwa mwaka 75 na familia ikakimbilia India akiwemo Hasina. Sasa Hasina alirejea tena kutafuta nafasi na baadaye akashika madaraka. Amehukumiwa kwa kuchochea. Anatajwa kuwa aliamuru askari jeshi la nchi hiyo liwaue waandamanaji. Katika ushahidi uliotolewa mahakamani, kuwa anatajwa alitoa amri ya kuruhusu jeshi kutumia drone, helikopta na hata vifaru pamoja na risasi kwa ajili ya waandamanaji. Kuna taarifa moja iliripotiwa na Al Jazeera. Hii taarifa inasema kuwa walikuwa na ushahidi wa sauti za mawasiliano ambazo Hasina alikuwa ameidhinisha vikosi vya usalama vipige risasi yoyote ambaye atakuwa amekaidi amri. Hiyo taarifa ambayo Al Jazeera waliwahi kuiripoti kuwa ilikuwepo. Amehukumiwa kwa kukandamiza wanafunzi, amehukumiwa kwa kutekeleza mauaji, amehukumiwa kwa kuwashambulia kwenye mabweni. Unajua
maandamano ya Sheikh Hasina ni maandamano yaliyochochewa zaidi na wanafunzi wa vyuo vikuu. Wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wengi wao walikuwa wakilalamikia kuwa walikuwa wakitoka vyuoni, mtaani kumekaa vibaya. Bangladesh ni nchi yenye watu wengi sana, milioni 170 population yao, ikiwa na watu zaidi ya milioni 25 kwenye mji mkuu. Idadi kubwa ya vijana wa Bangladesh hawana kazi wala hawana ajira. Utaratibu uliopangwa na serikali kwa muda mrefu ulikuwa umetoa kipaumbele kwa wapigania uhuru, familia za wapigania uhuru. Yani familia za wapigania uhuru wa Bangladesh kutoka kwa Pakistan walipewa 1/3 ya nafasi zote za ajira kila mwaka. Yani pale serikali inapotangaza kuwa kuna ajira mwaka huu zimetangazwa wizara hii, kwa hiyo inajumlishwa wizara zote, halafu wanaenda kutoa 1/3 ya zote ajira hizi. Haruhusiwi mtu yoyote kupewa, yani ni kundi maalum la familia za wale ambao wazee wao walipigania uhuru. Maana huwezi kusema familia za wapigania uhuru. Wapigania uhuru wenyewe wengi walishakufa, wala hawapo. Kwa hiyo kilichobaki ni familia zao ambazo ndio zinachukua 1/3 ya ajira zote. Sasa hii ilileta manunguniko kwa raia kuwa hawa wanapeana kazi wao kwa wao, yani kama ni ka system kama kamewekwa, yani kama mfumo fulani kamewekwa kuwa kwa nini ni wao tu, licha ya kuwa zote zinazobaki zinaenda kwa wengine, lakini huu upendeleo tu ukaleta hali ya sintofahamu ndani ya nchi. Na huu ndio ukasababisha hilo lililotokea kuwa watu wakaanza maandamano kupinga sasa utawala. Kwanza wakaanza kupinga kuhusu uamuzi wa kutoa ajira 1/3. Pili wakaingia kwenye maandamano sasa makubwa ya kupinga utawala Sheikh Hasina ambao utawala wake ni miaka 20 jumla umekaa madarakani. Ndio harakati zilipoanzishwa. Sasa Hasina akatajwa kuwa alitumia nguvu, kuua, kuruhusu na kila kitu. Baada ya kumpindua 2024, Hasina alikimbilia India akiwa yeye na waziri wa mambo ya ndani. Wote walikimbilia India. Hukumu hii imepitishwa katika mahakama ambayo Hasina alianzisha kushughulikia wasaliti na walioshirikiana na Pakistan wakati wa harakati za kupigania uhuru mwaka 71. Kuna familia za Kibengali zilikuwa zinashirikiana na Pakistani wakati huo. Kwa hiyo hukumu hii ilienda kwa wale ambao walitenda maovu wakati wa harakati za uhuru kupitia mahakama hii, ambayo mahakama imekuwa ikilalamikiwa toka wakati wa Hasina kuwa ni mahakama ya kisiasa inayowahukumu wapinzani wa Hasina kisiasa, ambayo inatumika kisiasa. Baada ya hukumu kutolewa, Hasina akasema yale walikuwa kuyazungumza wenzake kuwa anauliza uhalali wa serikali ya Bangladesh. Uhalali uko wapi? Anasema serikali haina uhalali, mahakama imeundwa kisiasa, jaji wameteuliwa wao wenyewe, yeye hakuwepo, hapakuwa na utetezi wowote, hakuna chochote. Kwa hiyo anapinga hiyo, ambapo inaenda kukaziwa na ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo imetilia mashaka hukumu hiyo kuwa haikutenda haki, kwa sababu kwanza mshtakiwa hakuwepo, pili hakuwa na utetezi, lakini pia kwenda kwenye hukumu ya kifo. Umoja wa Mataifa hausapoti hukumu ya kifo tena katika ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo tayari India imetakiwa na Bangladesh kuwa tunamuomba Hasina arejee nchini. India haijajibu kama itamrejesha au haitomrejesha, licha ya kuwa India na Bangladesh zina mkataba wa kukabidhiana kuwa tukimtaka huyu utaturudishia, tukimtaka huyu utaturudishia. Hiyo toka wakati wa serikali za nyuma, hata serikali ya Sheikh Hasina, kwa sababu wamekuwa na uhusiano wa karibu na India. Lakini ifahamike kuwa serikali ya Narendra Modi ya India ilikuwa na uhusiano mzuri na serikali ya Sheikh Hasina. Mpaka ilivyoondoka serikali ya Sheikh Hasina, kukawa hakuna mahusiano mazuri kabisa kati ya India na Bangladesh. Yani hivi sasa uhusiano wa serikali ya Muhammad Yunus na serikali ya Narendra Modi hazina uhusiano mzuri. Kwa hiyo inatia mashaka kuwa kama India inaweza ikamrejesha Hasina ndani ya Bangladesh, licha ya kuwa mpango wa kukata rufaa uko wazi, licha ya kuwa baadhi ya vifungu vinavyotaka ukataji wa rufaa Hasina anapaswa
awe ndani ya ardhi ya Bangladesh. Yani mtuhumiwa anapaswa awe ndani ya Bangladesh ili aruhusiwe kukata rufaa. Sasa yuko tayari kujisalimisha ili akate rufaa, aanze kusimamia kesi, au hato kwenda kabisa, ikabaki kuwa pembeni, ikabaki hukumu yake kama ya Kabila alivyohukumiwa hivi majuzi, kuwa hukumu yake imezungumzwa, imepita na hakuna utekelezaji. Mpaka sasa tunaona kila kitu kinaendelea na maisha yanaendelea. Sasa hapa ndio kwenye mashaka kuwa India watakubali kumrejesha, kwa sababu katika makubaliano ya mkataba wa kurejesheana watu kuna vifungu ambavyo vinasema kuwa ikiwa kutakuwa na uhusiano katika kurejeshaji, yani ikiwa kesi itahusu siasa, yani itakuwa kama kutakuwa kuna harufu ya kisiasa kati yake, upande mmoja unaweza kuamua kukataa kutii amri ya upande mwingine. Sasa kwa hii ambayo tayari Hasina ameita kuwa ni kadhia ambayo inasoma kuwa ya kisiasa, inaweza ikawa vigumu sana kwa Hasina kurejeshwa Bangladesh. Kwa hiyo hukumu yake imepita na imepitishwa, lakini utekelezaji wake ni mgumu sana. Licha ya kuwa amesema watakata rufaa wapi, wakati gani, bado haijajulikana. Lakini kurejea kwake bado pia ni kitendawili, kuwa je, atarejea ndani ya Bangladesh? Ni maswali ambayo hayana majibu. Nimetaka kuja kukuletea hili japo kwa kifupi uweze kufahamu nini kinachoendelea Bangladesh. Hukumu imepita, lakini utekelezaji wake ni kitendawili. Asanteni.